majina anaitwa Isaac Elisha Kusena, ni miongoni mwa waimbaji wa kwaya ya kanisa la Adventista Sabato Kinyerezi, Dar es Salaam. Tulikuwa tunatokea Mwanza, mtaa wa Pasiasi kwa ajili ya kufanya kazi ya Mungu. Tulipofika kijiji cha Mdaula kuelekea kuingia Dodoma, ikatokea ajali ya gari yetu kugongana na gari nyingine. Gari yetu ilikuwa inaitwa Isabiro, iligongana na gari nyingine. Ni ajali ambayo imesababishwa na gari lililokuwa limebeba mafuta kuingia upande wetu, ndipo dereva wetu akajitahidi kukwepa kuingia upande wa pili ili apishane na lile lori la mafuta. Kwa bahati mbaya alivyoingia upande ambao sio wa kwake, wakakutana uso kwa uso na dereva wa gari nyingine. Dereva tuliyetoka naye Mwanza alikuwa anatubishia, kila tukimwelekeza aende taratibu alikuwa hayuko tayari kutusikiliza. Kwa kiasi kikubwa aliyejeruhiwa ni ambao hawakufunga mikanda, kwa sababu viti viliharibika kiasi cha kwamba mtu unakuta amekaa nyuma lakini anajikuta yuko mbele. Kwa hiyo walirushwa na ile speed ya ile gari iliyokuwa nayo na ule mgongano, kwa hiyo kidogo walirushwa kwenda mbele. Mpaka sasa tunapoongea, majeruhi ambao walipokelewa kwa ujumla walikuwa 66, lakini watu ambao wamefariki pale pale walikuwa ni 7 na mmoja baadaye, jumla wamekuwa 8. Kati yao 5 ni wanaume na 3 ni wanawake. Lakini kati ya hawa majeruhi ambao wamepokelewa 9 ndio bado hali zao si nzuri sana, na hao wengine 57 angalau hali zao zinaridhisha, wanaendelea na matibabu. Lakini wengi wao wamekimbizwa katika hospitali 3 hivi. Hospitali ya rufaa ya mkoa ambako tuko hapa wamepokea wengi zaidi, lakini hospitali yetu ya Makole ya wilaya nao wamepokea baadhi ya majeruhi, lakini pia hospitali ya wilaya ya Bahi nao walipokea majeruhi wengine na baadhi ambao wamefariki. Kipekee kabisa nitoe shukrani na kwa kazi nzuri ambayo imefanywa na wataalamu wetu. Hapa tunaye zimamoto ambao kama tunajua kazi yao ni uokoaji, ni watu wa kwanza kukimbia wao, na polisi katika eneo la tukio ambao walifanya kazi nzuri ya uokozi wakishirikiana na wananchi wa eneo lile ambao pia wajitokeza kwa wingi kutoa ushirikiano wa kuokoa wale ambao walikuwa kwenye basi na ambao wengine wameendelea vizuri. Tunawashukuru sana, lakini nishukuru kipekee madaktari kiongozwa na hospitali ya rufaa Makole na hao Wabai pia kwa wepesi wao wa kufanya uratibu wa haraka wa kuwapokea majeruhi na kuendelea kuwapa matibabu. Tumetembelea baadhi ya majeruhi, tumepata shuhuda zao na jinsi ambavyo wamepokelewa, wameshafanywa wengine operation na vipimo mbalimbali, na baadhi yao kwa kweli wanaendelea vizuri. Tunawashukuru sana madaktari kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya. Lakini kikubwa zaidi tuendelee kutoa tahadhari. Jambo hili tumelisema, lakini tunatamani tuendelee kulisema kwa sababu bado naonekana inaendelea kuwa ni changamoto kwa wenzetu ambao wanaendesha vyombo hivi vya moto, na hasa unapobeba abiria, basi lina abiria 40, 50 au 60. Tukiendesha ukiwa unakumbuka idadi ya watu uliowabeba na usalama wao huko mikononi mwetu, lazima tutaendesha kwa nidhamu. Kwa hiyo niendelee kutoa wito madereva wote wanaoendesha magari, wakiwemo hasa hao abiria pamoja na wengine wote, tujitahidi kuendesha kwa tahadhari. Manake wenzetu wa polisi watatoa taarifa nzuri, lakini inasemekana kuna mmoja ambaye kati ya mabasi hayo aliovertake bila kuchukua tahadhari na kusababisha ajali hiyo kutokea. Kwa hiyo tuendelee kutoa wito kwa madereva kuzingatia sheria za barabarani, lakini kutafakari wakati wote kwa umebeba watu ambao wanategemea usalama wao, unategemea na umakini wako katika uendeshaji wa gari. Vinginevyo niendelee kuwashukuru sana wote ambao wameshiriki kwa namna moja au nyingine kuhakikisha wenzetu waliopata dharura hiyo wanaendelea kupata huduma, lakini wale ambao wamechukuliwa wametangulia mbele za haki, basi tuombe kwa Mwenyezi Mungu awapumzishe kwa amani. Hao ambao wanaendelea kuja hospitali, wenzetu wameanza kazi nzuri, tukiamini wataendelea kuifanya kazi hiyo ili kwa neema ya Mwenyezi Mungu basi wenzetu hao waweze kupona na kuendelea na shughuli zao za maisha kama kawaida. Asanteni sana. Waombe wananchi watujulishe kupitia namba yetu ya dharura 114 ili kuweza kufika kwa haraka na kuweza kutoa msaada.